Mwanamitindo maarufu kutokea nchini Kenya, Maureen Imbanyi maarufu kwa jina la Braxx Ndelela, amezungumza kwa mara ya kwanza baada ya kushindwa kesi yake ya madai ya kumdhalilisha mtangazaji maarufu kutokea nchini Kenya, Ogan Obinna, ambapo aliamliwa kulipa fidia jumla ya shilingi milioni 6 kwa fedha za nchini Kenya. Kupitia video hiyo iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa TikTok, Braxx Ndelela alionekana kutokujali hukumu hiyo, akisema kuwa ana mpango wa kulipa fidia hiyo, bali atachukua hatua ya kutangaza kufilisika jumla. Nikinukuu maneno yake, Braxx Ndelela anasema, "Mimi sikatai kulipa fidia hiyo, lakini uwezo wangu ni mdogo sana. Sina mali, lakini pia sijawahi kuajiliwa, na jiajiri mwenyewe. Sina kiasi ambacho kinakidhi fidia hizo ambazo nitaenda kumlipa mtangazaji huyo. Kwa hiyo ndugu jaji, hukumu yako nimeiona, lakini pia nitaizingatia, lakini kwa sasa siwezi kuizingatia kwa sababu uchumi wangu ni mdogo sana." Lakini pia amekiri kwamba yeye ni TikToker ambaye anatokea Kenya, lakini pia anaishi Japani pamoja na South Africa. Anazo familia nchini Japan na South Africa. Lakini pia amesema hivyo kwamba huwa anafanya video hizo, na amekiri kwamba huwa ni za maadili mabaya sana. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuweza kukimu mahitaji yake, ambapo anapata fedha ndogo sana mitandaoni ambayo kidogo inakidhi mahitaji yake yeye pamoja na familia yake. Kesi hiyo pia ambayo ilikuwa inamhusisha huyo mwanamitindo kutoka Kenya, Braxx Ndelela, ilianza mwaka 2023 na kukamilika mwaka 2025. Ibana, komenti yako ni muhimu sana kwa kitu ambacho amekizungumza bidada mwanamitindo kutoka Kenya huyo Braxx Ndelela. Je, ni kweli ama pia sio sahihi? Komenti yako ni muhimu sana. Mimi naitwa J Brand, hii ni Stein TV.